Yes, moja kati ya story ambayo ilikuwa ni kubwa sana mwishoni mwa wiki iliyopita ilikuwa ni ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, ambaye alienda Islamabad, Pakistan, baadaye akaenda Oman na mwisho wa siku akafunga ziara yake ya siku 3 akiwa katika taifa la Urusi. Na kimsingi ni kwamba akiwa Urusi alikutana na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Urusi, kwa maana ya mwanadiplomasia mkuu wa Urusi Bwana Sergei Lavrov. Sasa ziara hiyo ni moja kati ya ziara ambayo ni ya kimkakati sana, na ni moja kati ya ziara ambayo inatajwa kwamba imezaa manufaa makubwa sana. Na mtakumbuka historia ya Urusi pamoja na Iran inaenda mbali zaidi. Wakati Urusi wanaanzisha ile operation, special military operation pale nchini Ukraine, ni kwamba wa Iran kupitia kwa the late Ayatollah Ali Said Khamenei alimzawadia au alimpa Urusi zile silaha aina ya kamikaze drone ambazo of course zimefanya kazi kubwa sana pale nchini Urusi, hasa wakati wanafanya mashambulizi kule Ukraine. Sasa taarifa ambayo unatakiwa kuipokea, hii ni taarifa ngumu sana, hii inaitwa ngumu kumeza. Bana, ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Iran Bwana Araghchi imezaa matunda makubwa sana. Unajua ni kwa sababu gani? Ni baada ya Urusi kuwapatia wa Iran zaidi ya makombora au silaha aina ya Salmat 1000. Hii ni moja kati ya ripoti ambayo ni ngumu sana kwa watu wa Marekani pamoja na Israel kuipokea, lakini hiyo ndio taarifa ambayo niko nayo, na nikasema kwa sababu nyie ni ndugu zangu ni lazima muweze kuifahamu na muifahamu kinagaubaga. Katika muda wa saa 48 ambazo zimepita, tukio moja kubwa zaidi na ni tukio la kutisha zaidi, na ni moja kati ya tukio la kihistoria au naweza nikasema ni tukio la kimkakati, ni tukio lenye uzito mkubwa kiasi kwamba serikali zote duniani kwa sasa zipo kwenye mikutano ya dharura wakijaribu kuelewa maana yake, lakini hakuna jibu rahisi la kuanza nalo, wala hakuna jibu rahisi la kumaliza nalo, wala hakuna jibu ambalo ni la kumaliza au kupata majibu ya moja kwa moja juu ya hicho ambacho kimetokea. Urusi wamehamisha makombora ya nyuklia 1000 aina ya RS-28 Salmat kwenda Iran. Ndiyo, 1000. Litamke hilo neno taratibu na uelewe uzito wake kamili. Sio kikosi kidogo, sio idadi ya kawaida kijeshi. 1000 ni silaha hatari zaidi kuwahi kutengenezwa na binadamu. Kila moja lina uwezo wa kubeba mzigo wa nyuklia ambao unaweza kufuta kabisa mataifa makubwa kama vile Ufaransa kutoka kwenye ramani ya dunia. Kila moja lina uwezo wa kusafiri kwa kasi ya ajabu. Linasafiri kwa kasi ya hypersonic kwa njia ambazo hakuna mfumo wa ulinzi duniani ambao umewahi kubuniwa kuweza kuzuia kombora hili la RS Salmat. Na sasa yote hayo yapo ndani ya vituo ambavyo vimeimarishwa vya uzinduzi nchini Iran, yakielekezwa kuelekea dunia ambayo imepoteza muda wa kujidanganya kwa sheria za zamani kwamba bado zinafanya kazi. Kwa hiyo Urusi wamepeleka hayo ma RS-28 Salmat 1000 hypersonic, na mtakumbuka Urusi wana hizo RS Salmat 1500 ambazo wanazimiliki. RS Salmat 28 NATO huwa wanaliita ni shetani namba 2. Jina hili sio la matangazo labda ya kuvutia uimara wake, lakini ni uwezo wake mkubwa wa kufanya mashambulizi pamoja na mambo mengine. Kombora hili linaweza likasafiri umbali wa kilomita 1018, linaweza kubeba hadi vichwa vya nyuklia 15 ambavyo vinajitegemea, vinafahamika kama MIRVs, kila moja kikilenga eneo tofauti tofauti. Imagine, njia yake ya kuruka inaweza kubadilika na kufikia kwenye malengo kutoka mwelekeo wowote na hata kupitia ncha ya kusini ya dunia, na hivyo kukwepa kabisa mifumo ya rada ya Marekani pamoja na NATO ambayo imewekwa kwenye maeneo mengi sana, hasa upande wa kaskazini. Na Salmat tayari ni moja kati ya silaha ya kutisha zaidi katika silaha za kimkakati za Urusi, na ilibuniwa mahususi kushinda mfumo wa ulinzi wa makombora ya Marekani, na limetengenezwa kwa kusudio moja tu, kuhakikisha kuwa hakuna kitu, iwe ni kombora la kukinga, mfumo wa laser au teknolojia ya siri ambayo inaweza ikalizuia kufika kwenye lengo lake. Na sasa Urusi imelikabidhi kwenda kule Irani, na wamekabidhi makombora hayo ya Salmat 1000. Sasa tutazame namna ambavyo makombora 1000 ya Salmat kwa mtazamo wa kijeshi. Marekani kwa sasa
ina takriban vichwa vya nyuklia kama 1500 ambavyo viko tayari, ambavyo kutumika katika mfumo wake wa ulinzi wa nyuklia ambao unajumuisha yale makombora ya ardhini, manowari na ndege za kivita. Lakini makombora 1000 ya Salmat, kila moja likiwa na uwezo wa kubeba hadi vichwa 15 vya nyuklia, linatoa uwezo wa jumla ya kufikishwa vichwa vya nyuklia 1015. Hii ina maana kwamba Iran imepokea uwezo wa nyuklia unaozidi ule wa Marekani zaidi ya mara 10 kwa mara moja. Yaani, labda nifafanue kidogo. Urusi ndio ambao wanaongoza kwa kuwa na silaha nyingi za nyuklia duniani. Wana makombora karibia 5800 fulani hivi. 5000, yani zaidi ya 5000. Alafu Marekani wanafuatia wakiwa nao wana makombora kama 5000 na kitu. Lakini makombora hayo ambayo yako tayari kwa ajili ya kwenda kwenye mapambano ndicho kitu ambacho nakizungumzia hapa. Kwa hiyo Marekani kwenye ile idadi ya makombora yao zaidi ya 5000 ambayo wanayo, 1500 ndio ambayo yana uwezo wa kwenda moja kwa moja kwenye mapambano. Sasa Urusi wamepeleka hayo makombora 1000, kila moja linabeba vichwa vya nyuklia, lina uwezo wa kubeba vichwa vya nyuklia 15, kumaanisha kwamba wanaweza sasa wanamiliki hizo 1015. Imagine. Israel walitoa majibu ya ndani ya saa 3 tu baada ya kuthibitisha kwamba ni ukweli usiopingika, Urusi imepeleka silaha za namna hiyo, na ilikuwa wenyewe wa Israel baada ya kujua kwamba Urusi kweli imepeleka hizo silaha, basi wao walijibu kwa maneno 11 tu. Unajua walisemaje? Iran ina saa 48 kusitisha au itakabiliwa na maangamizi kamili. Ndani ya kauli hiyo fupi kuna mzigo mkubwa wa maamuzi magumu ambayo uongozi wa Israel haujawahi kukutana nayo. Silaha zao za nyuklia ambazo hapo awali zilitosha kuhakikisha uwezo wa kujilinda hata katika hali mbaya zaidi, sasa zinakabiliwa na nguvu ambayo ni kubwa sana kiasi kwamba dhana ya usawa wa nguvu inapoteza maana kabisa. Na Washington na wenyewe sio kwamba hawajapokea hiyo taarifa. Washington walipokea taarifa ya uhamisho wa silaha hizo majira ya saa 3:14 za usiku. Rais aliambiwa mapema. Of course, baada ya kugundua ni kwamba Marekani kupitia Baraza la Usalama la Taifa wakakutana katika muda wa dakika 20. Hizo dakika 20 unajua ni za nini? Ni za kuwaza wanafanyaje baada ya hicho ambacho kimefanywa na Urusi. Na kwa mara ya kwanza tangu mgogoro wa makombora ya Cuba mwaka 1962, tunaona viongozi wa taifa lenye nguvu zaidi duniani walikaa pamoja na kushindwa kupata suluhisho hata moja ambalo halikuwa na hatari ya kuangamiza ustaarabu wa binadamu. Kwa hiyo of course ndio maana nikamwambia pale mapema nikasema hii ni moja kati ya ripoti ambayo ni ripoti ngumu sana. Kwanza ni ripoti ngumu kuipokea kwa Wamarekani wenyewe. Kindly ni ripoti ngumu kuipokea kwa Waisraeli wenyewe na mtu mwingine wa aina yeyote ile. Sasa jambo hili tunalitazama katika namna gani? Urusi ilifanyikwaje kuhamisha makombora 1000 ya Salmat bila magharibi kujua, au bila wa magharibi na wenyewe kutaka kureact juu ya hicho ambacho kimefanywa na Urusi? Ni swali la kwanza. Teknolojia ya Salmat ina maana gani kwa mifumo ya ulinzi ambayo Marekani na Israel wamewekeza mabilioni ya dola kwa miongo mingi? Kauli ya saa 48 ya Israel ina maana gani? Ni mstari wa mwisho wa kweli au ni ishara ya kukata tamaa? Ni maswali ambayo tunafaa kujiuliza, mabibi na mabwana. Marekani itafanya nini pale ambapo hata dhana ya kuzuia vita imekosa nguvu? Na dunia itakuwaje wakati makombora 1000 ya nyuklia ya Urusi yapo mikononi mwa Iran? Haya si maswali ya kawaida, ni maswali ambayo yanagusa hatima ya dunia nzima. Niliwaambia juzi hapa nikasema waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi mwenyewe alizungumza akasema hivi, wana ushirikiano mzuri sana na Urusi, na Urusi imemsaidia sana katika vita hivi ambavyo wanaendesha dhidi ya Marekani pamoja na Israel. Kuna wengine walikuwa nasema mbona tunaona kama Mrusi Putin ni msaliti, Putin ni muoga and stuff, lakini leo mnasikia wamepeleka hayo makombora. Tunasubiri tuone majibu ya Wamarekani, majibu ya Waisrael pamoja na dunia kwa ujumla juu ya hicho ambacho kimefanywa na Urusi kwenda kwa Iran, mshirika wake nambari 1 katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Hizi ni ripoti za Yuhoma TV na mimi naitwa Alex Guido Mvinge. Endelea kufuatilia channel hii na usisahau kuweka comment yako hapo chini, kwa sababu ni muhimu sana katika ufuatiliaji wa ripoti ambazo tunazipokea kila wakati. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.